kuongoza watu watatu wa Yanga, bora uongoze watu 100 wa Simba utafika. Kuongoza watu watatu? Watu watatu wa Yanga kuongoza ni vigumu kuliko kuongoza watu 100 wa Simba. Sisi tupo tayari, ila tu tunachoomba viongozi wa bodi ya ligi wasije wakajiuzuru. Unaokijiuzuru tutafanya jambo na sisi. Peleke kafu kule tupigwe bani kabisa, masuala ya soka tuachane nayo. Achana swala la mpira. Sema hivi, sisi tuko tayari, masuala ya soka Tanzania tusiyaone. Wao wanajifanya wababe. Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye mbelenge za kimichezo. Tuyazungumze na tuyajadili yale ambayo yanaendelea hususan kwenye michezo yetu ndani ya mipaka ya Tanzania. Niko na shabiki wa wekundu Msimbazi Simba. Taarifa kwa umma iliyotoka, mchezo uko pale pale. Kwema? Kwema bwana. Mungu anasaidia. Mungu ni mwema. Habari za masiku? Mungu anasaidia na tupo kwenye harakati za kusubiri dabi tarehe 15. Tupo kwenye harakati za kusubiri dabi tarehe 15. Taarifa kwa umma imetoka kwa mchezo uko pale pale tarehe 15 dhidi ya Young Africans. Mchezo ambao upande wa pili hawautambui, ila nyie mchezo mnautambua. Pengine kuna kitu ambacho watu wengi wanajiuliza maswali juu ya utaratibu na maandalizi kwa ujumla. Mwenyeji anatakiwa paswa aandae kila kitu, ila mwenyeji hata tiketi hajatangaza zinauzwa wapi mpaka hivi sasa. Pengine nyie kama mashabiki wa wekundu Msimbazi Simba, mnaona dalili kweli ya mchezo upo kama uongozi wenu unavyowaambia? Unajua bwana, mpira ndio maana ukawekewa taasisi zake. Sisi tunasikiliza taasisi ambayo ni TFF pamoja na bodi ya ligi. Hicho ndio chombo ambacho kinaendesha nini? Kinaendesha mpira wetu wa Tanzania. Hatuwezi kusikiliza maneno ya kutoka sehemu yoyote ile isipokuwa kutoka kwenye mamlaka ya nini? Ya mpira wa miguu. Sisi tumeshaambiwa mechi ya dabi ipo tarehe 15. Sisi tunajiandaa kwa mchezo wa tarehe 15. Kama kuna ambao wanasema mechi haipo, sijajua wao wanafuata shirikisho gani ambalo limewaambia kwamba mechi haipo. Sisi Simba Sports tumeandaa timu yetu kwa ajili ya ushindani, tumeandaa timu yetu kwa ajili ya kucheza. Kilichobaki ni kufuata taratibu na sheria. Tumeambiwa mechi ipo tarehe 15 na tunajiandaa kwa ajili ya mchezo wa tarehe 15. Na mnaamini hilo? Sisi tunaliamini kwa sababu anayezungumza ni chombo husika cha mpira wa miguu. Hasa kama utusikiliza bodi ya ligi ambayo ndio inayosimamia ligi yenyewe, utamsikiliza nani mwingine akikwambia mechi ipo wewe ndio utakubali? Watu wanaoka kasi mpaka sasa hivi bado vituo vya kuuza tiketi ya mchezo huo havijatangazwa mpaka sasa hivi tarehe 10 leo. Hilo sasa no ni changamoto sasa. Changamoto kwa upande wa mwenyeji ambaye ndio Young Africans. Unajua bwana, tofauti ya Simba na Yanga au na timu nyingine kwenye weledi, Simba ina weledi mzuri sana. Unajua kuongoza watu watatu wa Yanga, bora uongoze watu 100 wa Simba utafika. Kuongoza watu watatu? Watu watatu wa Yanga kuongoza ni vigumu kuliko kuongoza watu 100 wa Simba. Kwa nini hiyo kodi? Nifungulie kodi. Yaani hii inamaanisha hivi, watu wa Simba tumeumbwa kwenye weledi. Yaani hiyo naomba tu ikae sawa. Weledi, unaposemea weledi, yani tupo kwenye mpira wa miguu. Tunaandaa timu yetu kwa ajili ya mpira wa miguu. Sasa wapo wengine ambao wapo kwa ajili ya kuchafua nini? Huu mpira wetu wa miguu. Ndio maana unaona wanaundana huko mtaani, hatuchezi. Hiyo hatuchezi. Ukifuatilia bodi ya ligi wenyewe wanasema hawajafanyaje? Hawajapokea barua kutoka Yanga. Afisa habari wa TFF wa bodi ya ligi kasemaje? Sisi hatujapokea taarifa barua kutoka Young Africans kama hatuchezi. Wanaongea mtaani huko. Kumbe hii swala wanaongea mtaani, barua rasmi haijafika. Barua rasmi haijafika. Wamesema wanawasiliana kwa kutumia peji za email. Yanga hawajaandika barua bodi ya ligi kwamba hiyo mechi ipo, na ndio maana unaona mpaka jana tunaambiwa mechi ipo tarehe ngapi? Tarehe 15. Bwana. Sasa hapo kwenye mechi kuepo, wote wakanauza venue. Yaani kuna baadhi ya maandalizi watu wanaona kama hajakaa sawa hivi, na upande wa pili jana walikuwa na mkutano na waandishi wa habari, afisa habari wao Alishaban Kam walisema kuna baadhi ya vitu lazima ifanyiwe kazi ili wenyewe wacheze ule mchezo na wanagomea ligi kwa ujumla. Sasa ndio maana nikasema Yanga yani sijui hata niwasemeni vipi. Hii bodi ya ligi ambao wanadai jana wamepeleka vipengele vyao vya kusema sisi tunataka sijui ni mwenyekiti sijui ajiuzulu, sijui tunataka mpaka tulipo sijui fedha zetu tunagomea michezo. Hii bodi ya ligi ambao wanaisema, ukumbuka Young Africans ndio wamechukua ubingwa unbeaten kwenye ligi hii, ambao leo hii wanataka mwenyekiti wa bodi ya ligi afanyaje? Ajiuzulu. Sisi wakati Yanga anabeba ubingwa unbeaten, ulisikia mwana Simba wote akisema bodi ya ligi ijiuzulu. Na ndio maana mwanzoni nilisema hivi, kuongoza wana Yanga watatu bora upeo wana Simba 100 utafika nao kuliko ongoza wana Yanga watatu. Na hii kauli inazungumza hivi, unajua kwa nini? Viongozi wa Yanga wanajua wenyewe walipokosea.
Na ndio maana sasa hivi wanatumia ile nguvu ya wananchi kwamba sisi tupofanyaje, tupo wengi, hatuwezi kufanyaje, kuuliwa. Sasa na mimi tunasema hivi, wao wanasema wapo wengi, hawafanyi kitu. Na sisi tunasema hivi, hii ligi ya Tanzania tumeipandisha sisi Simba Sports Club. Ndio maana mpaka sasa hivi imekuwa kio Afrika moja kwa moja. Nyie ndio mmepandisha. Mo Dewji kabeba maono, kapeleka kwa wana Simba. Chama husika cha mpira wa miguu ambao ndio TFF ikabeba yale maono ya Mo Dewji, ikafanyia kazi. Na ndio maana unaona mpaka sasa hizi ukinapozungumzia swala la kimataifa, Tanzania ipo pale. Hiki kitu hakijafanywa na mtu yoyote zaidi ya nani? Ya Simba Sports Club akishirikiana na nini? Na bodi ya ligi na TFF wenyewe. Kwa hiyo hawa ambao wanataka kuiharibu, tunasema hivi, kama wanataka wakifanya fujo, wawatoe wale viongozi wa bodi ya ligi pale. Na hii ligi ifutwe kabisa. Sisi tupo tayari, ila tu tunachoomba viongozi wa bodi ya ligi wasije wakajiuzuru. Unaokijiuzuru tutafanya jambo na sisi. Viongozi wa bodi ya ligi, sisi tupo tayari hii ligi hata iwe nafasi ya mwisho duniani. Sisi ndio tumeipandisha na sisi ndio tunaishusha. Walete fujo, wakafukule pale, maana tushaona wale wazee washana, tunataka twende mahakamani, waende mahakamani. Tupo tayari, ila tu wajue kwamba wakiwatoa wale viongozi pale na ligi hamna kabisa. Naishusha. Yani tunaishusha kwa sababu sisi ndio tumehusika kuipandisha na sisi wenyewe tunashusha. Wenyewe hata kama wakiondoka hawana madhara yote. Nasema hivi, waondoke, wasiondoke, sisi Simba Sports Club na timu nyingine ambazo zimebaki tupo tayari. Yanga TFF ipange tarehe, ifike pointi. Sijana meneja wa habari Alikamwe kasema hivi, tuone mwanaume wote kukata point. Umeona ile kauli? Aguse zile point. Mtu mwenye weledi. Kabisa, yani umesoma professional. Ili ndio unatoka mbele. Kama kuna mwanaume yoyote, ina maana sio sheria. Kumbe tumegundua Yanga bwana haiendeshwi kwa sheria. Na ndio maana kesi nyingi wa Yanga wanafanyaje? Kumbe wanatumia kama kuna mwanaume yoyote, yani mabavu. Ndio natumia Yanga. Yani kama kuna mwanaume, sio kama jamani kateni point kwa kifungu 1 2 3 Yanga tunaenda kufanyaje? Wewe wanasema kama kuna mwanaume yote afanyaje? Akate point. Na mimi nasema hivi, bodi ya ligi na TFF jamani, tunaombeni. Hili swala tunaomba tunyoke. Na tunajua hii jeuri Yanga sio ya kwao. Hii jeuri Yanga sio ya kwao, kuna baadhi ya viongozi wa serikali wapo nyuma. Na hili swala tunaomba kabisa hivi. Kama bodi ya ligi, sisi bodi ya ligi watatolewa kwenye kile kitengo. Ila hakikisha hii ligi haipo. Wakitolewa hii ligi haipo. Yaani iwe haipo kabisa. Sisi tunasema tuko tayari kabisa. Maana tuwezi kuendesha mpira hivi. Na tunaendesha yaani tunaendesha mpira kwa sababu sisi tupo. Najua hii madhara yake ni nini? Ni mashabiki wa Tanzania, tupo mashabiki wa aina hii, Simba na Yanga. Kwa najua hii nguvu ya wananchi tukitumia Yanga tupo wengi. Watu bodi ya ligi ndio kama na watu kama 50 au wangapi 30, hatuwezi kuharibu ligi kwa watu wangapi. Na sisi tunasema hivi, hao watu 30 kwa sababu tuliwaamini wasimamie shirikisho letu la mpira, tumewaamini wasimamie mashindano yanayoendeshwa ndani ambayo ndio bodi ya ligi yenyewe. Sisi tumewaamini. Kama timu B inataka kutuvuruga, wakichangua pale watoke wote. Waondoke na ikiwezekana wale skaria ili soka ni peleke kafu kule, tupigwe bani kabisa. Masuala ya soka tuachane nayo. Achana na swala la mpira. Sema hivi, sisi tuko tayari, masuala ya soka Tanzania tusiyaone. Wao wanajifanya wababe. Wao wanajifanya wababe. Sisi tumetulia. Nyama kelele. Wanasema tuna chokochoko. Ila tu tunachoomba, bodi ya ligi ikijiuzuru, alafu tukaendelea na ligi, tunafanya jambo. Na nyinyi mtakuwa na jambo lenu. Hii bodi ya ligi imewapa Yanga ubingwa unbeaten. Hatujasema kitu. Hii bodi ya ligi ndio Yanga wameenda kucheza finali. Umeona bwana, ndio maana unaambia shukrani ya punda mateke. Hii bodi ya ligi ambayo wanaisema sasa hivi ndio bodi ya ligi ambayo imewapa shirikiano. Sijui unanielewa? 100%. Yanga cheza hivi, fanya filigisu, wakaingia finali. Lakini leo hii hawa Yanga wanasema bodi ya ligi hatuitaki. Hawana imani nao. Sisi tumekaa miaka 3. Hatujabeba kikombe chochote ndani hapa. Kikombe tulichobeba ndani ni wapi? Muungano. Ushawahi kusikia na Simba tunaandamana tunasema bodi ya ligi wabaya, TFF wabaya, sijui kina nani wabaya? Nyinyi ni kimya. Sio kimya. Sisi tupo kwenye weledi. Sisi tunaamini kwenye mpira kwanza. Ndio maana tupo hivyo unaona. Tumeamini tumekosa ubingwa, tunatengeneza timu kwa ajili ya msimu ujao. Sasa wenzetu wakifanyiwa kanuni na sheria, TFF na bodi ya ligi Simba wanaanza kuwalaumu tena. TFF bodi ya ligi Simba. Kwa swala hili tunasema hivi, wao wanajifanya wazee wa songo mbingo na sisi tunaambia ubaya. Sisi ligi hii tumehusika kwenye kuipandisha, sisi tutatushika hii ligi kwenye kuishusha. Umedhamiria sasa.
Yaani sisi tumezamilia na sisi dhamira yetu ni moja. Sisi tunasimama kwenye sheria. Ole wao, bodi ya ligi jiuzuru. Hapo ndio. Yaani tukiona Almasi Kasongo hiyo siku taarifa kwa umma, sijui nani Almasi Kasongo katupisha, hapo ndo tutapishana nao sasa. Mtazua jambo. Tutawaambia nyie kumbe mlikuwa kwa ajili ya hao kipindi kile sisi tumetuona sisi wajinga. Sisi mlikuwa ni wajinga. Sasa sisi tunachoomba ni hivi. Kama Yanga wanataka bodi ya ligi jiuzulu na serikali kwa ujumla ijue kwamba mpira wetu Tanzania kuisha. Na tujue kabisa mpira sasa ushakuwa fursa kubwa. Yaani msitapozungumzia ni fursa kubwa, sio kwa wale wachezaji tu mpaka yaani unasababisha mpaka uchumi wetu unakuwa mambo mengi. Sasa hivi tunaona wachezaji hao kina nani sijui Aziki nani hao wachezaji wakubwa kutoka nje wanavutoka kuja kucheza wapi? Tanzania. Unajua kwa sababu gani? Ligi ipo vizuri, imesetiwa kwenye standard. Kwa nini hao watu wanataka kutuharibia hii standard? Kama wanataka kuvuruga. Yanga mimi wanashtua kitu kimoja. Kuna kipindi ili unajua kama wapo kisheria vizuri. Kuna kipindi waliambiwa na Rais Kikwete, walikuwa wanalalamika, sisi tumeibiwa sijui nani, Bernard Morrison, wakaambiwa na Kikwete. Si walikuwa na dini sheria. Wakaambiwa na Kikwete, wewe mchezaji muacheni, mkiibiwa na nyewe kafanyaje? Wakaibeni. Na maana kumbe sio sheria hapo. Wakaacha ile swala wakati. Yaani alipoambiwa tu na Kikwete wakafanyaje? Juzi. Wakawa na mzozo na nani? Sina pesa. Tuna haki. Tunaenda mahakamani, tunaenda kasi. Huyu hachezi. Wakaitwa na mama Ikulu. Jamani muacheni. Wamemwacha hawajamwacha? Yeye uulize wamemwacha kwa sheria au wamemwacha tu kwa matakwa ya mtu binafsi? Matakwa yale. Sasa sisi tunaambia Yanga hivi, hii ligi sio kuendesha kwa matakwa ya mtu binafsi. Hii ligi ni ya kuendeshwa kisheria. Na kama kuna vigogo wa serikali ambao wapo nyuma, wajue kabisa wanaharibu maisha ya watu kwenye soka. Kuna vigogo alafu alisema alizuia ile Barcelona. Nasema hivi, kama kuna vigogo ambao wapo nyuma, wanajiona wao ni wakubwa kuliko TFF ile ambao ndo chama kinachozuia kusimamia masuala ya mpira wa miguu. Jamani, watatuumiza sisi wa Tanzania. Kwa wale vigogo kuingilia mapema. Wewe kigogo utaingilia haya. Simba anakuwa upande huu. Yanga naye anakuwa mnavutana. Mwisho wa siku mnadondoka wote. Unaona bendera Tanzania itapepea saa ngapi? Haiwezi kapepea. Inakuwa ngumu sana. Tunamwona nani yule mtu kutoka sijui Spain sijui wapi yule bongo zote anapeperusha bendera sambaza utalila. Sasa amebezi kwenye mambo ya soka. Tunaona timu ya Taifa Stars inaposafiri kule kwenda Morocco na zile bendera. Watu wanaona amevaa kitu kimeandikwa Visit Tanzania. Soka hilo. Sasa wewe imagine tunapigwa bani miaka 5. Hamna shughuli za soka. Mtu tutakaopoteza wewe fikiria. Ndani hiyo miaka 5 kuna watu wanajira ndani ya Simba na Yanga watazikosa. Kuna watu wanauza jezi za Simba ndio kazi yao. Kuna watu wanauza jezi za Yanga ndio kazi zao. Wewe imagine kigogo mmoja ambao mmekaa watu 6 ni sio matakwa ya kisheria. Na sisi tu wana Simba tunamalizia kusema hivi. Bwana nyie, kama wanasema mechi hatuchezi na manume wote aguse pointi, na sisi tunaambia bodi ya ligi hivi, isije ikaahirisha mchezo, iite timu pale uwanjani, timu haijaja, wakate pointi, alafu tuone Yanga watafanyaje. Sisi ndio tupo wengi, wasisahau. Wasahau kama Simba tumetulia tunaangalia. Wakati wao wanaona kama wataenda kujazana sijui TFF watajazana sijui kuna bodi ya ligi wanaenda kufanya fujo. Wakumbuke na sisi tupo wengi, litatokea jambo. Kuna jambo linatokea hapa. Nasema litatokea jambo. Waswahili sio wanasema tumetulia, sio kama hatujui kinachoendelea. Sisi tunaangalia tu. Sasa hiyo siku pointi zimefyekwa. Sasa ndio wanatoka huko Jangwani huko Mzobe sijui wanaenda wapi. Na sisi sasa ndio tunatoka sasa. Na sisi ndio tunafanyaje? Na yote haya yatasababishwa na nini? Na kuwa na watu ambao hawana weledi kwenye vitengo maalumu. Bwana Simba tumepitia wakati mgumu. Na hizi kila mwanasoka kwenye nchi anajua. Tumepitia mara mashabiki wa Simba timu yetu inafungwa bila kuna mazingira tatanishi, watu wakasema sijui. Umemwona Mangungu kajiuzuru? Hamna kimya Mangungu katulia. Wewe unajua yani kujiuzuru unajua kuna impact gani? Yaani unapojiuzuru kwa maana umeshindwa kuendesha kitu. Sasa bodi ya ligi bwana jamani, kuna bodi ya ligi inafanya kitu kizuri kama hii. Wadhamini hakuna wakati ambao timu zimeingiza pesa kama kwenye kipindi cha bodi ya ligi na usimamizi wa wale Skaria. Tuongee ukweli. Ushawahi kusikia kuna timu kutoka mkoani imekama njiani kwa sababu haina usafiri? Hapana. Turudi nyuma kidogo. Timu ngapi kulikuwa na pointi za mezani kibao? Kwa sababu gani? Timu inawaza nauli kutoka hapa kwenda Mtwara haiwezi. Lakini sasa hivi unamkuta Tanzania Prison amezaminiwa sijui na nani. Unamkuta nani huyu Coastal Union kadhaminiwa na Coconut. Yale mambo yanatengenezwa.
Na bodi ya ligi imechangia kutengeneza. Na bodi ya ligi pia ikiwemo, kwa sababu inapotengeneza mstari ulionyoka hivi na wawekezaji wanafanyaje? Sasa hivi kila kukicha NBC anapanda dau. Kila kukicha NBC anafanyaje? Anapanda dau. Sasa atapanda dau hali hii. Tujiulize, dau litapanda kwa hali hii? Jana wanatoa taarifa ya kushangaza. Tunataka tucheze mechi ya CRDB mpaka tulipo hela zetu. Sasa ile swala ni la kuweka public vile. Wameshindwa labda. Hawezi Limewakaba. Sikiliza. Mnapomsema mdhamini CRDB, unajua CRDB ile hela hampi club. Sijui unalijua hilo. CRDB ile ni mdhamini. Mdhamini ambaye ametafutwa na nini? Na shirikisho la mpira husika. Kwa hiyo anapoambiwa bwana tuna kombe letu ulidhamini, ile hela anapoichukua pale haipeleki kwenye timu kwa sababu yeye hajui bingwa nani. Anachukua na peleka kwenye nini? Kwenye shirikisho husika ambao ni TFF. TFF nao wanakamatiza bwana, hii hela ni ya CRDB, iko hapa, bingwa akipatikana hapa. Kama ikitokea kwa mfano kama hivi Yanga wanavyolalamika, bwana hatujapata hela yetu, barua zile zinaandikwa kwanza ndani. Zinaanza ndani kwanza. Zinaanza ndani, hizo zinakuaje? Kwa hiyo kumbe bodi ya ligi isingesogeza mchezo wa Simba na Yanga mbele. Kumbe Yanga mwanangu alikuwa anakufa na deni. Umeona watu ambao hawana weledi? Watu ambao hawana yasingetokea haya. Kumbe kama bodi ya ligi na TFF kusingetokea mtafaruku, tusingejua kama Yanga anadai. Kwa hiyo kumbe wamesubiria hili ndio wanafanya sasa kukomoa. Ule sasa ndio tofauti wa Simba na Yanga. Na uko pale. Ndio maana nikakwambia Yanga jamani wajaribu kuangalia watu wenye weledi na Yanga wakae chini wajiulize kwa nini kwenye mambo mengi wanashindwa? Yaani hata Yanga 100 wanashindwa na mtu mmoja. Si wanabishana wanaenda kwenye sheria hivi. Unashangaa tu. Yeti Yanga ndio wameshindwa. Wewe jiulize kwa nini tunashindwa kila siku? Kwa nini kila siku nashindwa mimi? Rudi nyuma. Na kingine ambacho Yanga kinaumiza. Mimi naweza hata kauli mbiu yao. Kauli mbiu yao kiasi. Jana mimi nimemshangaa sana Arafati Haji kusema sisi tunajijua daima mbele nyuma mwiko. Daima mbele nyuma mwiko. Unajua ile kauli unapoibeba na kuifanyia kazi kimakosa ndio yanayotokea kama sasa hivi. Kumbe kauli Yanga hata wakikosea wao hawajui. Daima mbele nyuma mwiko. Hata kama tumekosea nyuma kwenye ujenzi ila mbele kwa mbele. Na ndio maana mbele kwa mbele mshaziko wanafanyaje? Wanafanya. Sisi za netu ni nguvu. Hatuendi kwa Mkapa, tumemaliza. Nguvu moja hiyo. Haiendi kwa Mkapa. Hatuendi. Mechi tarehe 15 sawa kwa pamoja, sawa. Lakini hawa sijui nini, mambo yamezuka, mambo kibao. Unajua hatumtaki Rais Karia, hatumtaki bodi ya ligi, hatumtaki sijui Kidau. Watu wakati mnabeba ubingwa hamkuwaona. Mpaka sasa hivi mtake watoke. Wakati mnabeba ubingwa hamjaona. Leo yanatokea haya. Bodi ya ligi mbaya. Bodi ya ligi. Bwana Yanga wajitathmini. Okay, shukrani. Asante sana.